Naam, hali gani ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV? Ni asubuhi nyingine, asubuhi ya Agosti 4, 2026. Bwana ametupatia asubuhi nyingine, asubuhi ya kipekee. Nikualike katika mwendelezo wa mada zetu za asubuhi, kesha la asubuhi, na leo tuna mada inayosema Mungu pamoja nasi. Na mada yetu imejengwa katika kitabu cha Mathayo 1 aya ya 23. Nao watamuita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Tangu siku za milele, Bwana Yesu Kristo alikuwa umoja pamoja na Baba. Yeye alikuwa mfano wa Mungu, mfano wa utukufu na ukuu wake. Mng'ao wa utukufu wake ilikuwa ni kwa ajili ya kuudhihirisha utukufu huu, ndipo alikuja ulimwenguni mwetu. Alikuja katika dunia hii iliyotiwa giza na dhambi kuifunua nuru ya upendo wa Mungu ili apate kuwa Mungu pamoja nasi. Dunia yetu ndogo ni kitabu cha mafundisho kwa ulimwengu wote. Kusudi la ajabu la Mungu la neema, siri ya upendo unaokomboa, ndiyo mada ambayo malaika wanatamani kuyachungulia. Nayo itakuwa ni somo kwao la kujifunza katika zama zisizo na mwisho. Viumbe waliokombolewa na wale ambao hawakuanguka watapata katika msalaba wa Kristo sayansi yao na wimbo wao. Itaonekana kwamba utukufu ule unaong'aa katika uso wa Yesu ni utukufu wa upendo wa kujitoa mhanga. Ndani ya nuru itokayo Kalvari, itaonekana kwamba sheria ya upendo wa kujikana nafsi ni sheria ya uzima kwa dunia na mbingu. Kwamba upendo ule ambao hautafuti mambo yake, chanzo chake ni katika moyo wa Mungu. Yesu angeweza kubaki kando ya Baba, angeweza kubaki kuwa na utukufu wa mbinguni na heshima kuu ya malaika, lakini alichagua kurudisha fimbo ya enzi mikononi mwa Baba na kushuka kutoka kwenye kiti cha enzi cha ulimwengu ili apate kuleta nuru kwa walio gizani na uzima kwa wanaoangamia. Kusudi hili kuu lilikuwa limefunikwa katika mifano na ishara. Kichaka kilichokuwa kikiwaka moto ambamo Kristo alimtokea Musa kilimdhihirisha Mungu. Mungu mwenye rehema zote alifunika utukufu wake katika mfano duni kabisa ili Musa aweze kuutazama na kuishi. Hivyo, katika nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku, Mungu aliwasiliana na Israeli, akiwadhihirishia wanadamu mapenzi yake na kuwapa neema yake. Utukufu wa Mungu ulizimwa na enzi yake ulifunikwa, ili maono dhaifu ya wanadamu wenye ukomo yaweze kuutazama. Hivyo Kristo alipaswa kuja katika mwili wetu wa unyonge. Wafilipi 3 aya ya 21. Mfano wa wanadamu. Utukufu wake ulifichwa, utukufu na ukuu wake ulifichwa ili aweze kusogea karibu na watu wenye huzuni na waliojaribiwa. Rafiki msikilizaji, mada yetu ilikuwa inasema Mungu pamoja nasi, tukiangalia namna gani Yesu aliacha enzi yake, namna gani Yesu aliacha utukufu kuja kumkomboa mwanadamu, na alikuja katika umbo la mwanadamu ili mwanadamu huyu ambaye ana maono dhaifu aweze kumwona Mungu na kuweza kuishi. Hakika Mungu alikuja kutukomboa. Ni kwa namna gani mimi na wewe tunaitikia upendo, tunaitikia wokovu ambao Bwana alitupatia? Unapotafakari
tafakari hii ya asubuhi, nikutakie asubuhi njema, nikutakie siku njema yenye mibaraka pamoja na mafanikio. Nikualike pia katika asubuhi ya kesho, ambapo tutaangazia somo makini, mada inayosema waliofanywa kuwa wana na binti. Usikose katika somo hili makini. Tunapohitimisha tafakari yetu, tufumbe macho tuombe. Asante Baba na Mungu wetu uishie mahala pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo umetupatia asubuhi nyingine na umetupatia tafakari hii makini, namna gani Yesu uliacha utukufu na enzi ukaja kutukomboa. Tunaomba ya kwamba katika siku ya leo tukatafakari wokovu wako, tukaitikie upendo wako, tukaishi sawa sawa na wewe upendavyo. Zaidi ya yote, tupatie siku iliyo njema. Tulinde, tuongoze, tufikishe tena hapo kesho katika mwendelezo wa mada zetu hizi. Kwani ndivyo tuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.